Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hakama fa ahkam wa qadha fa abram, alladhi allama bil kalam, allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Karibu sana wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya Rapta TV. Kipindi hewani ni visa vya mitume, na bado tunamzungumza mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tayari tumeangalia kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, pia pamoja na kunyonyeshwa kwake. Lakini katika darasa lililopita tuliona kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ameenda kunyonyeshwa pamoja na kulelewa vijijini kule kwa mama Halima Saadia mpaka alipofikia miaka 4, ndipo aliporudi Maka kwa mama yake. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam baada ya kurudi Maka kwa mama Amina, Mama Amina alikuwa na kawaida yeye kwa kila mwaka, ilikuwa system katika maisha yake, anaenda Madina kuzuru kabri la mume wake ambaye ni Abdullah, baba yake Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kukaa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, alipofikia miaka 6, ilipofika safari ya kwenda Madina, siku Mama Amina alimchukua Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ili aende akalione kabri la baba yake. Kweli walifika mpaka katika mji wa Madina, wakazuru salama kabri la baba yake Mtume Abdullah. Lakini ikiwa wanarudi sasa, wakiwa njiani katika sehemu ya Abwa, mama Amina alipata homa pale pale, akaja akafariki dunia na wakamzika katika sehemu katika kijiji cha Abwa. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, angalia busati la uyatima kadri inapokunjwa linaanza kukunjuliwa upya. Amempoteza baba ikiwa kabla hatajazaliwa. Yeye anakuja anafika miaka 6, anacheza na mama yake naye anakuja anafariki maisha akiwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwa na miaka 6. Baada ya kufariki mama Amina, aliyemlea Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mzee Abdul Muttalib, ambaye alikuwa naye katika safari ile pamoja na Ummu Aiman Baraka. Mzee Abdul Muttalib akamchukua Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wakarudi mpaka katika mji wa Maka. Baada ya kuishi katika mji wa Maka, Mzee Abdul Muttalib alikaa na Bwana Mtume mpaka alipofikia miaka 8. Katika riwaya ilisema miaka 9. Mzee Abdul Muttalib baada ya kufika umri wa utu uzima sasa, aliwaita watoto wake, akamwambia, mimi ni na umri wa utu uzima, ikiwa itatokea nitafariki, ni nani atakayemlea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni nani atakayemlea Muhammadi? Ni nani atakayemuonesha mapenzi Muhammadi kuliko watoto wake? Jukumu lile alibeba Abu Talib. Yeye ndiye alibeba jukumu la kumlea Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kweli ilipofika Bwana Mtume alipokuwa na miaka 8, katika riwaya imekuja miaka 9, mzee Abdul Muttalib naye akaja akafariki. Angalia Bwana Mtume maisha anayopitia, kadri ya busati la uyatima linapokunjwa linakunjuliwa upya. Kila yule mlezi ambaye anakuja kumfuta machozi Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, naye anakuja anafariki akiwa njiani. Baada ya kufariki Abdul Muttalib, anakuja anamlea Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mzee Abu Talib. Alikaa naye, alimuonesha mapenzi makubwa kuliko watoto wake. Tunaambiwa Abu Talib yeye alikuwa ana watoto wengi sana, lakini alikuwa ana mali chache. Baada tu ya kumchukua Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakatokea kama baraka kubwa kwa mzee Abu Talib. Alikuwa Mwenyezi Mungu akamfanyia wepesi katika riziki zake, akawa anapata riziki ya kutosha, na Mwenyezi Mungu akamfanyia wepesi katika maisha yake. Lakini tunaambiwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakaa kwa mzee Abu Talib, kwa Abu Talib alikuwa na watoto wengi sana. Unapofika muda wa kula, unakuta wale watoto, labda unajua hata namna wanapokula watoto, huenda akawa anagombea chakula. Lakini Bwana Mtume alikuwa hana muda wa kugombea, alikuwa anakula taratibu kile ambacho alichomjalia Mwenyezi Mungu. Qani'an bima kasamahu Allahu wa yassarahu lahu, alikuwa ni mwenye kukinai na kile alichomjalia Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akamfanyia wepesi Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maisha mafupi yaliyopitia ukuaji Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mpaka kufikia miaka 8. Tunajifunza kitu gani mpaka tulipoishia? Kwanza, jambo la kwanza, angalia maisha aliyopitia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza, Bwana Mtume amezaliwa akiwa yatima, akaja amekuwa, akifika umri wa miaka 6 anakuja anampoteza mama yake, anakuja miaka 8 anakuja kumpoteza mlezi wake mwingine, babu yake mzee Abdul Muttalib. Lakini pamoja na yote hayo, pamoja na kuzaliwa yatima, pamoja na aina ya maisha magumu aliyopitia,
Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado akaja kufanya mambo makubwa katika Uislamu. Mpaka leo hii sisi tunakuja kusoma Uislamu kwa kazi aliyofanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii inaonyesha kumbe kuwa kuzaliwa yatima au kupitia mazingira magumu kwenye ukuaji sio sababu ya wewe kuja kufanya mambo makubwa katika jamii. Lakini jambo lingine, angalia namna ya malezi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na uyatima wake, baada tu kufariki mama yake, alikuja kumlea babu yake mzee Abdul Muttalib. Lakini mzee Abdul Muttalib baada kuona sasa afika umri wa utu uzima, akawaita wanawe, akamuandaa nani atakayemlea Bwana Mtume ikiwa yeye atafariki. Hii inaonyesha kumbe hata sisi tuna mayatima majumbani kwetu. Kumbe kabla mtoto yatima hujampeleka kwenye kituo cha kulelea watoto yatima, angalia kwanza nyinyi katika familia hakuna mtu mwenye uwezo wa kumlea yatima yule, kwa sababu malezi atakayopata mtoto yule kwenye kituo cha kulelea watoto yatima na malezi atakayopata kwa ndugu yake ni vitu viwili tofauti. Kwa kupitia funzo hili tujifundishe na sisi kwa kwanza, kabla hujampeleka yatima kwenye kituo, yatakiwa muangalie nyinyi wenyewe kwenye familia kwanza hakuna mwenye uwezo wa kumlea yatima yule. Lakini jambo lingine, kuna siri kubwa sana. Mzee Abu Talib baada ya kumchukua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watoto wengi, pia alikuwa na mali chache, lakini baada ya kumchukua Bwana Mtume tu Mwenyezi Mungu akamkunjulia katika riziki zake, katika utafutaji wake. Kwa kumbe siri nyingine kwa ukimlea mtoto yatima, ukimlea yatima, basi Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi kwenye maisha yako. Hii ni historia fupi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka alipofikia miaka 8. Je, linafuata jambo gani? Endelea kuwa nasi Rapta Channel Mtindo Maisha. Vile vile usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Pia usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii mingine ikiwepo Facebook, YouTube pamoja na TikTok, Rapta TV Mtindo Maisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.